moja huo. Na msingi halisi wa kusema kwamba kuna huo umoja ni kila tukija hapa tukiitisha mkutano wa viongozi wa chagua Ngorongoro ili kuliongezea thamani tukio letu hili. Kila mtu akisikia Ngorongoro, akisikia Kreta, iko hamu fulani inampata ya kushiriki tukio hili. Tukifanya hapa Arusha ingeleta msisimko mkubwa, lakini tukifanya Ngorongoro Kreta inaongeza msisimuko zaidi na inaongeza ubunifu zaidi. Kwa hiyo tumechagua kwenda kufanya tukio hili katika hifadhi ya Ngorongoro chini kule Ngorongoro. Kwa wale ambao wanafahamu mandhari na mazingira ya Ngorongoro, pembeni ya bwawa la viboko wanaita Hippo Pool ama Ngoitoktok, pale ndipo ambapo tutafanya sherehe yetu ya uzinduzi wa wiki ya Simba. Tutaondoka Dar es Salaam tarehe 24 asubuhi. Tutafika hapa majira ya jioni. Tutawapitia wanasimba wenzetu wa hapa Arusha. Tutaondoka moja kwa moja kwenda kulala Karatu. Tumechagua kulala Karatu ili iwe rahisi asubuhi kuamka na kuingia Ngorongoro. Kwa hiyo tutalala Karatu, asubuhi yake majira ya saa 3 saa 4 tutaianza safari ya kutoka Karatu kuelekea moja kwa moja Ngorongoro. Tutashuka chini wanasimba wote moja kwa moja mpaka eneo la Ngoitoktok, ambapo hapo tutashuka kwenye magari ambayo tumepanda. Tutakwenda kufanya shughuli yetu hapo. Tutakuwa na speech za viongozi mbalimbali ambao watahudhuria tukio hili. Huyu ameendelea kuaminiwa kwenye tawi lake, hajafanyika mageuzi wala mapinduzi, na ndio maana kila wakati anakuja huyo kuwakilisha kwa ajili ya wanachama wenzake wa tawi lake. Lakini kubwa ni viongozi mliokuwa nao, kwa maana mwenyekiti Thabit pamoja na mwenyekiti James pamoja na katibu Thabit na mjumbe hapa bwana Teo. Wamekuwa ni viongozi vinara kwenye kujenga umoja na mshikamano. Kama viongozi watatetereka, hakuna wajumbe, hakuna wanachama ambao wataweza kusimama kwenye msingi mmoja. Lakini uongozi ukiwa imara, viongozi ukiwa sawa, ni rahisi kwa wajumbe na wenyewe kufuata ule msingi ambao viongozi wenu wameuweka. Na kwa hapa Arusha kuna hali kubwa ya kuheshimiana. Sijajua mzee wangu pale ni mtu mzima, lakini anamheshimu Thabit kwa sababu tayari ameshapewa mamlaka na ndio katibu wa mkoa na kila kitu kinakwenda sawa. Mama Kichuya hapo ni mtu mzima, lakini anamheshimu James kwa sababu ni mwenyekiti wa Simba Arusha. Kwa hiyo hiyo attitude ya kuheshimiana kwa wanachama wenyewe kwa wenyewe na viongozi muiendeleze kwa maslahi mapana ya Simba Sports Club. Kama kila mkoa utakuwa mchungu, maana yake Simba atakosa pa kukimbilia. Kwa lazima kuwe kuna mkoa ambao kuna amani. Mambo yakishakuwa huko yamevurugika, sabuni imechafuka na maji yameloa, nasema acha twende wapi? Twende Arusha tukapate amani. Msimu huu mmekuwa sehemu ya mafanikio ya Simba. Kupitia Arusha tumefanikiwa kufika fainali ya kombe la shirikisho la CRDB na tukafanikiwa kuchukua ubingwa wa kombe la CRDB, na tukasema kombe hili acha twende nalo Arusha ili wana Arusha wenyewe wakalione. Tulitamani tungefanya paredi kubwa hapa Arusha, tukapita mtaani tukawakoga watu, lakini mazingira, muda na nini imekuwa mbanano. Tukasema pamoja na yote lakini walau kombe lifike Arusha, kwa sababu kupitia Arusha ndio tulifuzu kutoka hatua ya 16 bora. Tukamfunga Dodoma Jiji hapa kwenye mechi ambayo iliaminika kuwa ngumu, kwenye mfupa mgumu wa Dodoma Jiji. Kila mmoja alikuwa ameshajikatia tamaa kutokana na matokeo ya mechi ya kwanza ya sisi na Dodoma Jiji, lakini mechi ikaja hapa Arusha na wana Arusha mkatupeleka hatua ya robo finali tukimfunga Dodoma Jiji mabao 3. Lakini haikuishia hapo.
tukaja hapa tena hatua ya nusu fainali dhidi ya Coastal Union. Coast akiwa ametoka kuitoa timu ngumu kwenye robo fainali. Tukiamini mechi itakuwa ngumu, mechi kaja hapa Arusha na Coast akasambaratika bao 4 safi kabisa na mnyama akaenda hatua ya fainali. Sasa yote hiyo ni nguvu ya wana Arusha. Yote hiyo ni support ya wana Arusha ndiyo ambayo ikatupeleka sisi hatua ya fainali, na baada ya kufika fainali tukamaliza kazi, tukachukua na ubingwa wenyewe. Tumekuja nao hapo ushahidi wenyewe huo, kila mwana kiongozi wa tawi hapa apate kumbukumbu hiyo, lakini mtuambie kwa wanachama wenu kwamba tulitamani tupite na kombe hili mitaani, ili kila mwana Arusha ambaye alitoa mchango wake wa hali na mali kuisaidia Simba kufika fainali na kuchukua ubingwa huu apate fursa ya kuliona. Lakini mtuombee radhi ya kwamba muda umetubana kweli kweli. Ndugu zanguni, wakati kipindi kile bado fainali haijatajwa, mikoa ikawa inapendekezwa, Arusha na yenyewe ikawa inatajwa, nikawa naomba kwa Mungu wajichanganye hapa TFF wapeleke Arusha. Nikawa naomba dua hiyo, TFF walete fainali hapa Arusha. Si mnaona Pemba, Azam kasema atahamia ligi ya Zanzibar. Sasa kwa hapa Arusha, baada ya mechi Azam sio tu angetishia kuhamia ligi ya wapi, yani alikuwa anakunjukia hapa, anaingia na manga anahamia Kenya mazima. Kile ambacho tungemfanya kama fainali ingekuja hapa Arusha. Tunajua namna gani ya kuishi hapa Arusha, namna gani ya kucheza hapa Arusha, mizizi yote ya hapa Arusha tunaifahamu. Kwa hiyo wangeileta tu fainali hapa, na kuambia muda huu ndugu yetu Azam angekuwa Kakamega. Ameanza maandalizi ya msimu ujao. Ndugu zanguni, pamoja na pongezi na shukrani ambazo nimetaka niwafikishie kwa niaba ya viongozi wa juu wa klabu ya Simba, lakini vile vile kuwapa taarifa ya tukio kubwa ambalo tunakusudia kuja kulifanya hapa. Tunakusudia kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba katika mkoa huu wa Arusha. Hivi Ngorongoro ni Arusha Manyara? Arusha vizuri. Baba tunatawi kule baba. Tunakusudia kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba hapa katika mkoa wa Arusha, na kwa kipekee kabisa tumekusudia kwenda kuifanya katika Ngorongoro Crater.